kwamba mmoja kati ya watu waliomteka mmoja kati yao alikuwa na bastola. Ni taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi kuhusu padri huyo Septemba 24 mwaka huu. Kwa mujibu wa jeshi la polisi, Padri Kibiki alitoweka Septemba 18 baada ya kutelekeza gari kwenye mashamba ya South Hill na kisha kupanda basi hadi jijini Mbeya. Ana shida ya afya ya akili. Leo askofu wa jimbo Katoliki Mafinga Vincent Mwagala amesema uchunguzi wa kitabibu umebaini kuwa tunaweza kusema alikuwa na unyongefu. Ulichangiwa na yeye kugundua kuwa amekula hasara ya takriban shilingi milioni 3.5 kwenye biashara ya mtandao unaoitwa eBay. Alipata hisia kwamba ameibiwa pale alipoambiwa atume fedha nyingine kinyume na makubaliano ya awali na huyo waliokuwa wanawasiliana kwenye mtandao huo. Uchunguzi wa padri huyo umefanyika katika hospitali ya rufaa ya Tosamaganga na kuonyesha Kibiki anahitaji matibabu ya afya ya akili, hali iliyosababisha pia kufutwa kwa kesi yake. Tunaendelea na kushughulikia afya ya padre ili arudi kwenye hali ya utulivu, halafu mambo mengine yataendelea. Kwa ufupi ni kwamba kwa sasa kipaumbele ni afya ya padre. Madeni hayo yametoka wapi? 500,000 alikuwa ameazima kwa paroko na 1.5 alikuwa ameazima kwa mhasibu wa jimbo. Kwa hivi inaonekana kwenye transaction zake huko eBay zilikwenda 3.5 kwa maana ya 1.5 ilikuwa ya kwake yeye mwenyewe. Kwa mujibu wa sheria za kanisa, jinai au madai yanayomhusu padre binafsi si ya kanisa, bali ni yake yeye mwenyewe. Padri Kibiki ni mkurugenzi wa kituo cha afya Nyororo ambaye pia ni paroko msaidizi wa parokia hiyo. Muhammad Nyaulingo, Azam News, Mafinga.